Baba, Muumba wa mbingu na nchi, tunakutukuza tena mara nyingine kwa neema na upendo wako wa kipekee ambao Mungu wetu umetukirimia katika jioni hii, kwa kupatikana katika maskani hii kwa ajili Baba ya kukuja kusikia kutoka kwako. Mungu wetu, tungependa kutoa shukrani zetu kwa neema hii ya kipekee ambayo Mungu wetu umetukirimia. Baba, zaidi ya yote Mungu wetu, tungependa kumweka mchungaji wetu atakaposimama mahali hapa kwa ajili ya kulitoa neno hili. Baba, tunakusihi uweze kusikilia kinywa chake na mawazo na akili zake, anene yatokayo kwako Mungu wetu, umtumie tu kama chombo. Nasi Baba, tunaposikia kutoka kwako, tunakusihi Mungu wetu uweze kufungua mioyo yetu na mawazo na akili zetu, ili Baba tupate mafundisho kutoka kwako. Na zaidi ya yote, na wapendwa wanatusikia kupitia kwa njia ya mtandao, wote tunawaweka mikononi mwako. Na hata Baba, tukikusihi wanapolisikiza neno hili lipate kuwa na maana katika maisha yao. Na Baba, tunakusihi neno lako litakapopita katikati yetu, ikiwa kuna mgonjwa ndani yetu ama katikati yetu, wacha Baba upate uponyaji wa kipekee. Baba, kama kuna yeyote amekuja Bwana akiwa amekuasika, Mungu wetu uliye mbinguni, ponya moyo wake. Ikiwa kuna yeyote Baba anahitaji chochote kutoka kwako, wacha Baba na apokee neno lako litakapokuwa linapita. Na sifa na utukufu na shukrani Mungu wetu, na sikurudia wakati wote kwa kuwa wastahili. Na ni katika ile jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tuomba na hata kuamini. Amen. Nimewakaribisha wale ambao hawakuanza pamoja nasi katika ibada ya leo, ili tupate kusikia kutoka kwa Bwana. Ningependa pia kufungua katika vitabu vyetu vya Injili katika wimbo nambari 7. Jina lake Yesu tamu
Hii wimbo inatufundisha yaliyo makubwa sana. Ya kwamba Yesu ni mchunga rafiki, mwalimu, kuhani, mwanzo, mwisho, njia, haki, hata wakati wa kifo ako karibu. Huyo mwimbaji anapoimba wimbo unanigusa sana, kwa sababu katika dunia hii ambayo tunayoishi, yule ambaye awezaye kukaa karibu nasi, karibu na kifo, wakati wengine wanakutoroka, ni Yesu Kristo peke yake, hakuna mwingine. Hebu natufungue namba 201. Unajua mimi si mwimbaji sana, lakini mkisikia nimekwama jaribu kunisaidia. 201. Kwa mji wa mwangaza hapana usiku, hautapita tena, hapana usiku, unua kayafuta machozi haponya kaitagoma, hapana usiku, jua litazidi, hapana Bwana Mungu awabariki sana. Na ningependa kusalimia kila mmoja wenu siku ya leo, jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Na nataka kushukuru Mungu sana kwa nafasi hii tena, kwamba ametuwezesha hasa kuwa katika ibada. Kila wakati ni baraka. Mungu hawezi kutuacha bure.
Labda ningependa kuwaletea salamu kwa ndugu Hilary na jamii yake ambao tuliwatembelea, tukakuta wakiwa hospitalini wakiwa salama, tukafurahi, tukaomba nao, alafu Mungu wakajalia siku iliyofuata wakawajiliwa. Amen. So tunashukuru Mungu vile Mungu anawapigania na tunawatarajia hivi karibuni tuendelee kuwa pamoja. Mungu awabariki sana. Amen. Tusome andiko ili tuendelee na ujumbe ambao tuliuacha. Ilikuwa tunaongea juu ya kusikia sauti ya Mungu. Tunarudi tu kwa Yohana 10. Yohana Mtakatifu 10. Mstari wake wa kwanza mpaka 5. Verily, verily, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. But he that entereth in by the door is the shepherd of the flock of the sheep. To him the porter opened, and the sheep hear his voice, and he called his own sheep by name, and leadeth them out. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. Tulikuwa tumeongeza mstari wa 14 ambapo inasema, I am the good shepherd and know my sheep, and I am known of mine. Mungu awabariki usomaji wa neno lake. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, nakuja mbele zako jioni hii kwa sifa na shukrani, kushukuru kwa neema uliyotujalia siku hiyo chache tumeachana. Tumekutana hapa tukiwa salama. Uko umetuhifadhi sana, umetukirimia yote ambayo tulihitaji, umetutendea mema. Tulipolala na kujisahau ulikuwa pamoja nasi. Tulipopita katika mabarabara ulikuwa katika nasi. Uliahidi ya kwamba malaika atakuwa pamoja nasi, na wewe umekuwa mwaminifu. Na sasa Bwana Yesu Kristo, imekupendeza jioni ya leo tuje hapa tushirikiane na wewe, kwa sababu Mungu asili yako ni ya ushirika. Baba, tutakuja mbele zako tukiomba rehema zako nyingi. Mungu wetu juu ya maisha yetu Baba, ukatusamee makosa yetu. Tunaposimama mbele yako tunajiangalia Mungu wetu na kuangalia njia zetu. Tusamee Mungu palipo haribika katika maisha yetu. Na utuoshe kwa damu yako, na utujalie tu na shirika na wewe. Baba, tunakutegemea jioni ya leo. Mungu wetu peke yako ndio mwenye unaweza kutusaidia, unaweza kunena nasi, unaweza kubadilisha maisha yetu, unaweza kutuinua. Tuachisamia mkononi mwako Baba, tukiomba upitie kwa neno lako, na Mungu utulishe jioni ya leo upendavyo. Baba, hata wale ambao watatazama kupitia kwa mitandao hii, tukabidhi mkononi mwako. Wewe mshindi, yote inawezekana. Wote ambao watasikia sauti hii, Mungu wapate kitu cha kuwasaidia, na wabariki hivyo hivyo. Tusema asante, tuachapiti mkononi mwako katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mwaweza kuketi. Haiwezekani kuelezea umuhimu ya kusikia sauti ya Mungu atiba ikatosha. Kwa sababu mimi naamini kwa moyo wangu wote kwamba hii uwezo na hali ya kuweza kusikia sauti ya Mungu ni muhimu sana. It's very important and very powerful that somebody can know the will of God. Ya kwamba mtu anaweza jua mapenzi ya Mungu. Can know the direction of God. Anaweza kujua mwelekeo wa Mungu. Can know that this is the truth. Ya kwamba huu ni ukweli. Bwana asifiwe. Amen. Can know that this is the truth. Anaweza jua huu ni ukweli. To know it is God. Kujua ni Mungu. Unaweza kuwa na maswali katika maisha yako. You can have questions in your life. Lakini unapofanya ushirika na Mungu, but when you do fellowship with God,
na Mungu akakujibu, and God answers you, utakuwa na furaha, you will have joy, utakuwa na amani. you will have peace. Na hii inapatikana kwa kuwa na ushirika na Mungu. And it will be found when you have fellowship with God. Na sauti ya Mungu And the voice of God inakuja kwa njia kadhaa. comes through different or diverse ways. Inakuja kwanza kupitia kwa neno lake. Comes through first through this word. Hii ni sauti ya Mungu. This is the voice of God. Na ni chakula kwa kila kisasi. And it is food to every generation. Na wakati wowote, And anytime, Mungu anaweza pitia sehemu yoyote ya hii neno. God can come through any place of this word Na ajibu maswali yako. and answer your Na question. kukupa baraka. And give you blessings. Mfano mzuri The best example ni yule Jemima, that Jemima. is that Jemima. The Jemima that the prophet talked about. Yule Jemima ambaye nabii alinena kumuhusu. She was able to believe God Alikuwa na uwezo wa kumwamini Mungu and pull God through the scripture. na kumvuta Mungu kupitia maandiko Mpaka ikawa sauti halisi. until it was the real voice to her. She prayed Aliomba and said, God, na akasema, you Mungu, are a God of Elijah. wewe ni Mungu wa Elia. This is how to make the scriptures become the voice. Hii ndivyo jinsi ya kufanya maandiko yafanyike kuwa sauti, To live as a voice. kuishi kama sauti. Na isipokuwa namna hiyo, And if it is not like that, you can't get what you are asking for. huwezi ukapata kila ambacho unahitaji ama unaombea. Ukiamini maandiko, When you believe the scriptures, inakuwa hai, it is alive, inakuwa ni sauti. it is a voice. Ili kama ni uponyaji, So that if it is a healing, itakuwa ni yako. it will be yours. Jemima alikuwa na haja Jemima had a need na akaomba and she prayed. na akachukua sehemu ya And maandiko she took the part of the kuhusu scripture Elijah about Elijah, yenye ilikuwa inahusiana na maisha yake. which was concerning her life. Nini ilitendeka? What happened? Mungu alipitia kwa hiyo andiko God came through that scripture na akawa sauti, and he was voice to her. akawa sauti iliyo hai kwa dada Jemima. And he was a living voice to The prophet to Sister Jemima. Now God became a talking God. Mungu akafanyika Mungu ambaye ananena, Kwa sababu aliamini maandiko. because she believed the scripture. Maandiko ikabadilisha ikakuwa sauti iliyo hai. And the scripture was changed to the living voice Kupitia kwa nabii. through the prophet. Mungu akakuja mpaka kwa nyumba yake. And God came in her house Kupitia kwa nabii. through our prophet. Na akanena sauti. And he spoke a voice Kuhusu mtoto wake. about his child. Na akabadilisha maisha. And he changed the life. Tuwaweza kuamini. We can believe Na kuvuta Mungu. and pull God Nje ya maandiko. out of the scripture. Nje ya maandiko imeandikwa kama herufi. Out of the scripture. Herufi. Kama ya herufi. These are letters. Hii ni herufi. Yes. Sasa tunaweza kuvuta Mungu atoke kwa herufi. And we can pull God out of a letter. Ikawa sauti. And he became voice. It becomes voice. Watu wengi wanasoma kwa mapigo yake tulipona. For example, many people read that by his stripes you are healed. Lakini si wote wanapona. But all of them are not healed. Kwa nini? Why? Mungu hajaifanya hiyo sauti. God has not make it to become a voice. Lakini kama Jemima. But when you believe like Jemima, Hiyo inakuwa sauti kwako. that happens a voice to Yaani you. kama unasikia Mungu hapo karibu na wewe. It is like you are hearing God close to you. Ni kama amekuja yeye mwenyewe. It is like he has come himself. Mpaka hapo kwako. Na aseme umepona. To near to you, and he says that you are healed. Amen. Amen. That's the voice of God. Hiyo ndio sauti ya Mungu. Na sasa tulisema kwamba when we say like watoto wa Mungu hawafundishwi kujua sauti ya Mungu. God's children are not taught to hear or to know the voice of God. Hawafundishwi. They are not taught. Wanajua tu. They know. Hata kama hawajaenda shule. Even if they have not gone to school.
Mungu akishuka, when God comes down, Mungu akinena, when God speaks, watatambua ni Mungu. they will know He's God. Ukweli ukiletwa mbele yao, When the truth brought before them, wataamini ni Mungu, ni kweli. they will believe that He is God and is Kwa the truth. sababu ni watoto wa Mungu. Because they are the children of God. Nabii alipohubiri ile injili hiyo, When the prophet preached that gospel, alitoa mfano ya Abel na Kaini. he gave the example of Abel and Cain. Walikuwa watoto tofauti. They were different children. Si kwa sababu ya kung'ang'ana, Not because of struggling, lakini ni kwa sababu ya asili yao. but because of their nature. Kain hakuwa na kitu ndani yake Cain had nothing in himself ya kutambua Mungu. to recognize God. Hiyo ndio ilileta tofauti. That is the thing that brought the difference. But Abel Abeli alikuwa na kitu ndani yake Abel had something in him ya kutambua sauti ya to Mungu, recognize the voice of God, ya kuamini Mungu, to believe God, ya kuvuta Mungu. to pull God down. Kaini hakuwa na uweza. Cain was not able. Sorry, I can't go to English. Cain was not able Cain hakuwa na uwezo know God kumvuta Mungu, because kwa sababu he didn't have a portion of God in him hakuwa na sehemu ya Mungu ndani yake from the foundation of the world. kuanzia msingi wa ulimwengu. That shows the power of the believer. Hiyo inaonyesha nguvu za mwaminio. You who believe to be a child of God, Wewe ambaye unaamini kuwa mwana wa Mungu, you have the ability uko na uwezo to recognize God. kumtambua Mungu. You have the ability Uko na to uwezo believe God. kumwamini Mungu. Amen. Amen. You have the ability Uko na uwezo to hear God kumsikia Mungu. when God talks. Wakati ambapo Mungu ananena, You have the ability uko na uwezo in you uko na uwezo ndani yako. that came with you, Uwezo ambao From the ulikuja na foundation of the wewe world. kuanzia msingi ya ulimwengu. and that is eternal life. Na huo ndio uzima wa milele. Because all that were given that ability, Kwa sababu wote ambao walipewa huo uwezo, they are children of God. wao ni wana wa Mungu. God gave His Son. Mungu alipeana nafsi yake. He gave His Son. Alipea walio wake. Mungu alipeana walio wake Ability uweza to know Him. kumjua. Amen. Even like now we are preaching the truth here. Hata kama sasa tunahubiri ukweli hapa, We know you may not understand. You may not understand. tunajua ya kwamba huenda You may hautaelewa, not like it. huenda hautaipenda, But lakini if that is the truth of God, kama hiyo ndio ukweli wa Mungu, one day it will down to you. siku moja itakujia wewe. It could be years to come. Inaweza kuwa miaka It ijayo, will still come to you baada itakujia that this is the truth. ya kwamba huu ni ukweli. So the gospel we preach Kwa hivyo injili ambayo tunahubiri is not for just today. si kwamba tunielewa. It will take many years for us to know the truth. Inaweza kugharimu wengi miaka mingi kujua ukweli, But if they are children of God, lakini kama ni wana wa Mungu, it will never leave them. haitawaacha kamwe. They will never evade it. Hawataikwepa kamwe. It will never. Amen. It can take many years. Inaweza chukua But miaka mingi, all children of God lakini wana Mungu wote come back watakujia, watarejea and actually believe the truth. na hakika waamini So we kweli. speak the truth Kwa hivyo tunanena ukweli without fear or favor. bila uoga wala kupendelea, Because we know kwa sababu tunajua His own wale walio wake know the truth. wanajua ukweli And they know Him. na wanamjua. Yes, when Brother Branham was preaching, Wakati ambapo ndugu Branham alikuwa anahubiri, they told him, walimwambia what you are preaching is so hard. yale ambayo unahubiri ni ngumu sana, Who will believe it? tutaamini. People will leave you. Watu watakuacha. He did not care. Hakujali, He did not compromise. hakukatana, Because he knew kwa sababu alijua that, ya kwamba first of all, he had the voice of God. kwanza kabisa ako na sauti ya Mungu, Then he knew na pili akajua if there is a child of God anywhere, kama kuna mwana wa Mungu mahali popote, they will believe this. wataamini jambo hilo Without doubt. bila shaka, And as sure as he preached and manifested God, na akatuhakikishia kwamba alihubiri na akamthibitisha ama kumwonyesha Mungu jinsi alivyoendelea kuhubiri hivyo,
the way he continued preaching like that, waamini walipatikana, waamini walipatikana, waamini waliamini all the way up to Asia. Njia yote hadi kufikia sisi hapa. Yes, we were not there. Hatukuwa kule. Yes. But when we had it, lakini wakati ambapo tulisikia, when we read it, wakati ambapo there is something called still small voice. Kuna ile kitu ambayo inaitwa sauti ndogo nyororo, told us it is the truth. Ikatuambia kwamba ni ukweli. Amen. So, knowing God, we cannot teach you. Kwa hivyo kumjua Mungu hatuwezi tukawafunza. What we can do, kitu ambacho tunaweza fanya, is to tell you his word. Ni kuambia neno lake. Preach the truth. Kuhubiri ukweli. Pray for you. Kuombea. To love you. Kuwapenda. That is all. Hiyo ndio yote. You, nyinyi, is the one. Nyinyi ndio know whether it is God or not. Kujua kama ni Mungu ama hapana. Amen. Because sababu Jesus says, Yesu akasema, my sheep know my voice. Kondoo wangu wanajua sauti. And so the prophet taught us, kwa hivyo na nabii akatuambia, to preach the word. Kulihubiri neno. Yes, preach. Make sure you are preaching the truth. Tuhakikisha kwamba tunahubiri neno la ukweli. Look at what Paul told Timothy here. Wacha tutazame jinsi Yohana alimwambia Timotheo hapa. 2 Timothy 3:16. And even you, if you are talking to people, hata wewe kama unawanenea watu, tell them just the truth. Waambie tu kweli. Just tell them the truth. Waambie tu kweli. Don't even fight them. Hata usipigane nao. Yeah, don't even fight them or anything. Don't even get angry with them. Hata usikasirike nao. Yeah, it is there. God bless you, brother. Don't even get. Just say the truth. Sema tu kweli. If it is your children, kama ni watoto wako, if it is your husband or kama ni mmeo or a neighbor, ama jirani, just say the truth. Sema tu kweli. If they are of God, kama ni wa Mungu, they will one day know it's the truth. Siku moja watajua ni ukweli. So, kwa hivyo, all scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yes. Now, but what I was looking is 4:16. 4:16. I think it is 4:16. 4:16. Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 16. It says, take heed unto thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. See? Ajitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. How can you save those who hear you? Je, unawezaje kuokoa wale ambao wanakusikia? By just speaking the truth. Kwa kunena tu kweli. Just make sure it is the Bible you are giving them, you are guiding them to. Hakikisha ya kwamba ni Biblia ambayo unawapatia, ambayo unaongoza kulipitia. Na kama wataiamini, they will be saved. Wataokoka. They will be saved. Wataokoka. Praise God. Bwana asifiwe. Sometimes we believers, saa zingine sisi waaminio, or people generally, they want to impress, ama watu kwa ujumla, they want to impress others. Wanataka kuwapendeza watu. They want to say good things to others. Wanataka kusema mambo mazuri kuhusu watu. They don't want to, because the truth is bitter. Kwa sababu ukweli ni uchungu. So many times we actually avoid the truth. Kwa hivyo wakati mwingi tunakwepa ukweli. We don't want to tell our loved ones the truth. Hatutaki kuwaambia upendo wetu kweli. It is hard, it is piercing. Ni ngumu na inawachoma. But we have no other way. Lakini hatuna jambo lingine ama njia nyingine. Yes, we love them. Ndivyo tunawapenda. But if we want to save them, lakini kama tunataka kuokoa, and we want to save our own soul, na kama tunapenda kuokoa nafsi zetu wenyewe, then we have to tell them the truth. Kwa hivyo inatupasa kuambia ukweli. You heard from the Bible about John. Na ulisikia kutoka kwa Biblia kumhusu Yohana. Who told the governor? Yule ambaye alimwambia gavana, this is not your wife you have taken. Ya kwamba huyu si mkeo ambao umemchukua. It was very piercing. Ilikuwa jambo la kudunga ama kuchoma. Because huyu alikuwa mrembo wake. Because she was the beauty. Na unajua vile watu wanaweza kubebwa naye mama. And you know the way people can be carried with those things. Alikuwa moyo wake.
She was his heart. Beauty wake. But somebody comes and says, this is wrong. Hii ni makosa. You are in adultery. Wewe uko katika usherati. It was piercing. Ilikuwa inachoma. But it was the truth. Lakini ilikuwa kweli. So, kwa hivyo, precious people, watu wa dhamana. Now, I said first that the voice of God comes through the scriptures. Ya kwamba nilisema ya kwamba sauti ya Mungu mwanzo huja kupitia maandiko. Yes, God anoints the scriptures for us. Mungu anatia upako maandiko kwa ajili yetu. Then we believe it. Na kwa hivyo tunaamini. And it changes our life. Na inabadilisha maisha yetu. Changes. It can heal us. Inaweza tuponya. It can change us. Inaweza tubadilisha. Let us be filled with the Holy Spirit. Inaweza kusababisha tujazwe na Roho Mtakatifu. It can make God to talk to us. Inaweza kusababisha Mungu atunenee. When we believe the word is the voice of God. Kwa sababu wakati ambapo tunaamini neno ni sauti ya Mungu, it becomes alive. Inafanyika maisha. That is now. That's why in fact that's why we are called believers. Hata hivyo ndio sababu tunaitwa believing the word. Kuliamini neno. And that thing is very powerful. Na jambo hilo ni la nguvu sana. Why? Kwa nini? When we believe it, wakati ambapo tunaamini, it becomes alive. Inafanyika uhai. And gives us na the blessings. Baraka, kutupatia baraka. It gives us the blessings of its promises. Na kutupatia baraka za ahadi yake. It does not remain like a letter. Haibaki herufi. Comes a healing to us. Inafanyika uponyaji kwetu. It brings God's voice down to us. Inaleta sauti ya Mungu. It makes the Holy Spirit to live with us. Inafanya Roho Mtakatifu kuishi na sisi. It gives us a defense. Inatupatia ulinzi from other spirits. Ulinzi kutokana na roho zingine. Wakati ambao tunaliamini neno hili. And if you want to have a defense, na kama unataka kuwa na ulinzi, live in the word. Ishi katika neno. When you live in the pure word, wakati ambapo unaishi katika neno kamilifu, umepakwa na Roho Mtakatifu, you don't need to fear witchcraft. Hauhitaji kuogopa wachawi. Yes, it is alive. Ni uzima. It is the pillar of fire. Ni nguzo ya moto. When you believe it, wakati ambapo naamini, it becomes alive. Kwa hiyo inafanyika uhai. A living being around you. Na inafanyika kitu kiishicho kukuzunguka. Pillar of fire around you. Inafanyika nguzo ya moto kukuzunguka. The devil can see. Ambayo hata shetani anaweza ona. No, that is I'm saying that this is under the voice of God. Nasema kwamba hakika hii ni sauti ya Mungu. When we can believe it. Wakati ambapo tunaweza amini. Yes. God wants us just to believe it. Mungu anataka tu sisi tuamini. Only believe. Kuamini tu. Believe it. Kuamini sincerely. Kuamini kwa unyofu wa moyo. Amen. Na kujiendesha ndani yake, and you will see God. Na utamuona Mungu. Amen. Amen. You see, now we are talking about hearing God. Tunanena kuhusu kumsikia Mungu. Amen. And we say that. Na tulisema ya kwamba tusipembelezane. Let us not baby around each other. Let us tell the truth. Yes, that is the voice each other. God. That is the voice of God. Ama hiyo ndio sauti ya Mungu. Tell your brother the truth. Mwambie ndugu yako ukweli. Tell your sister the truth. Mwambie dada yako ukweli. And this will make us free. Na hiyo itatufanya huru. It will set us free. Itatuweka huru. What is going to set us free? Kila ambacho kinaenda kutuweka huru. When we can speak the truth to one another. Wakati ambapo tunanena ukweli kwa mmoja kwa mwingine. And you know one thing by the way. Na unajua jambo moja hata hivyo. God lives in truth. Mungu anaishi katika ukweli. If we don't tell one another the truth, na kama tutaambia God will not be around us. Mungu hatakuwa karibu na sisi. God lives in the truth. Mungu anaishi katika ukweli. So when we speak the truth, so kwa wakati ambapo tunanena ukweli to one another, mmoja kwa mwingine, God is with us. Mungu ako pamoja na sisi. And he sets us free. Na anatuweka huru. Now, you can still be a believer and be bound. Sasa unaweza bado kuwa mwaminio na ukuwe umefungwa. Believer is a believer by name. Mwaminio ni mwaminio kwa jina. I'm not talking of that spiritual believer who believes the word. Sineni kuhusu ule mwaminio wa kiroho na mimi. Christian, just a name. There are people with just the name of Christian. Kuna watu tu kwa jina la Ukristo or believer ama waaminio, but they are not. Lakini si. Why? Because they have not acted on the word properly. Kwa sababu hawajajiendesha katika neno iwapasavyo. And they are still bound. Na bado wamefungwa. They are still called Christians. Like bado wanaitwa Kristo. But they are not free. Lakini hawako huru. They are still called Christians. Bado wanaitwa Kristo. But they have no power.
lakini They have no power. hawana nguvu. Amen. And one of the things that even the prophet talked about, Na mojawapo ya kitu ambapo hata nabii alinena kuhusu is freedom. ni uhuru. Freedom. Ni uhuru. Like you are free in Christ. Ya kwamba wewe ni huru katika Kristo. Yes, you can testify freely. Unaweza shuhudia You can worship freely. unaweza abudu kwa uhuru. It's not the freedom that you try to make it. Yeah, it is just there. Si uhuru ambao unajaribu kujitengenezea, ni kitu ambacho kiko. Yes, because Kwa sababu it's because of the word. kwa sababu ya neno. Because the Bible says, Kwa sababu Biblia inasema whoever the Son has set free is free indeed. yeyote ambaye mwana ameweka huru ni huru kabisa. When the Bible says when the anointing comes, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo upako unashuka it breaks the yoke. inavunja zile nyororo. Anything that wants to cling to us. Kile kitu ambacho kingependa kuning'inia juu yetu. Spirits cling to people. Kuna roho ambazo zinaning'inia juu ya watu. They're just clouding the people. Kuwafunika watu. Iko. They are there. Say that people are not happy. Watu kama hao hawana furaha. They feel pressed. Wanajisikia They are kufinyiliwa. not free. Hawako huru. But I'm telling you that Lakini nawaambia kwamba when you are a genuine believer, wakati ambapo wewe ni mwaminio and you mnyofu wa live the moyo truth and speak the truth and live in the truth, na kuamini ukweli na kunena ukweli na kuishi katika ukweli, you will be free. utakuwa huru. Yes, you'll be free in Christ. Utakuwa huru katika Kristo. You'll be free. Have you seen people who are not free in the service? Je, umeona watu ambao hawako huru hata katika ibada? Yes, it is possible. Inawezekana. Depending on how they live with their God. Jinsi ambao wanaishi na Mungu wao. Many people are not free even in the service. Watu kama hawako huru hata katika ibada. They are after where I'm called is there should be freedom. Mahali ambapo Mungu hapo lazima ukuwe na uhuru. Because the powers of Satan has been broken. Kwa sababu nguvu za ibilisi zimevunjwa. And God did not send us to believe in gloom. Na Mungu hakututuma tuamini katika kukujamana uso. Yes, he said I give you joy and joy unspeakable. Anasema ya kwamba nawapatia furaha na furaha ambayo haineneki. Yes. Amen. Until Paul when he is preaching, hadi Paulo wakati ambapo anahubiri, he says rejoice, and I say again rejoice. Anasema furahini na pia anasema furahini. Yes. And in Christ, na katika Kristo, the one who has been actually delivered from sin, yule ambaye ameokolewa ama amekombolewa kutoka kwa dhambi, is a free and a peaceful person. ni mtu ambaye ako huru na mtu mwenye amani. We can fellowship. Wanaweza shiriki. Fear is another thing. Na hata hivyo uoga ni kitu kingine. And what says fear has something to do with condemnation. Biblia inasema ya kwamba uoga uko na kitu kinahusiana na hukumu. That you are a judge someone, kuna a judgment someone. Ya kwamba kuna hukumu fulani na kufuatilia. When all your sins are under the blood, lakini wakati ambapo dhambi zako zote ziko chini ya damu, you are free. Wewe uko huru. You are free in Christ. Wewe uko huru katika Kristo. You are free to talk to Christ. Uko huru kunena na Kristo. Someone else said, na mtu fulani akasema, yes, he says, whom can I fear? Akasema, je, nitamuogopa nani? My Lord. Mungu ni Bwana wangu. I can fear no man. Siwezi kumwogopa mtu. Can you imagine? Unaweza wazia when you have God in your life, wakati ambapo uko na Mungu ndani ya maisha yako, there is no man to fear. Hakuna mtu wa kuhofia. So you can be free. So kwa hivyo unaweza kuwa huru. You don't fear if you are in the truth. Hauwezi hauogopi. You don't fear kama uko ndani ya ukweli. You don't fear anybody. Hauogopi mtu yote. Yeah, you don't. Praise God. Bwana asifiwe. Amen. So the word of God sets free, eh? Kwa hivyo neno la Mungu linatuweka huru. Amina. So now, kwa hivyo sasa, let's listen a little bit about the ways of God. Wacha tusikize kidogo kuhusu sauti ya Mungu. I don't know how these messages should be emphasized. Sijui jinsi ambavyo ujumbe huu unaweza sisitizwa. How to hear the voice of God, to find the voice of God. Jinsi ya kusikia ama kupata sauti ya Mungu. When people cannot get answers from God, wakati ambapo watu hawawezi kupata majawabu ama jawabu kutoka kwa Mungu, they become somehow confused. Wanafanyika kama kuchanganyikiwa. You know, they live in fear.
wanaishi katika uoga, frustration. wanaishi katika You find mashaka. a Christian that is not happy. Unapata Mkristo ambaye And the hana problem furaha. is because there are things troubling them and they don't know what God is saying. Na sababu ni kwamba kuna mambo ambayo wanang'ang'ana naye na hawajui jinsi Mungu anasema. But if you can always get your things to God and get God answered. Na wakati wote ambao unaweza weka mambo yako kwa Mungu na Mungu akujibu, You are very victorious Christian. utakuwa Mkristo wa ushindi. Even you are very victorious Christian. Utakuwa Mkristo wa ushindi. Abraham says, Nabii anasema the voice of God, sauti ya Mungu, hearing his voice, kusikia sauti yake in that day was a rare thing. Siku hizo ilikuwa jambo adimu. And I believe it is still rare. Na hata sasa naamini pato ni adimu. Because it has a sacrifice you do. Kwa sababu iko na kujitolea. Yes, a sacrifice of your heart, kujitolea moyo wako and your time. na wakati wako. Let us make these things very simple. Wacha tufanye mambo haya rahisi. You know, sometimes Unajua wakati mwingine believe the word. watu wanasema amini neno. But Lakini that one is still people don't understand it well. lakini bado watu hawaelewi. But what does it mean? Lakini je, inamaanisha nini? Dear God. Inagharimu nini kumwafia Mungu? Believe the word in the sense of that I believe the message of William Branham. Si kuchukua neno katika hiyo hali ya kwamba naamini ujumbe wa Nabii Branham. It is actually clearing your heart. Ni hakika ni kusafisha moyo wako By the word. na neno. Praise God. Amen. Bwana sifiwe. Coming before and sanctifying your life with His word. Ni kuja na kutakaza moyo wako na hili neno. And then Na sasa take to God. Baada ya hiyo enda kwa Mungu and pray in the spirit. na uombe katika roho. In that way, katika njia hiyo you can get the voice of God. unaweza ipata sauti ya Mungu. But saying I believe the message of William Branham just like that, Lakini kusema tu naamini ujumbe wa Nabii Branham hivyo tu, and saying I'm a member of the bride, na kusema mimi ni mshirika wa bibi harusi, bring you that voice. haitakuletea hiyo sauti. It means you eat the scroll, you walk in this scripture. Inamaanisha kwamba unakula maandiko na unatembea katika haya maandiko. Fellowship with God. Uko na ushirika na Mungu. Until the scriptures are anointed to you. Hadi haya maandiko yametiwa upako kwa ajili yako kupitia Roho Mtakatifu. It will require time from you. Itakugharimu wakati kutoka kwako. Wakati na Mungu. Yes. There is nothing like saying I'm a believer of this message without giving time to God. Hakuna kitu kama kusema ya kwamba mimi ni mwaminio wa ujumbe bila kupeana wakati kwa Mungu. I don't believe in that. Siamini jambo kama hilo. Myself. People are believers but they don't give time to God. Watu wataamini lakini hawampatii Mungu wakati. Wanasema waamini lakini hawapeani wakati kwa Mungu. Amen. Kama vile Daniel alipeana. Like the way Daniel did. Kama vile ndugu Branham alipeana. The way Brother Branham did. It means, and this thing people don't understand. It means you don't believe the word. Watu hawaelewi mambo haya. Inamaanisha kwamba upeani katika neno. Ya kwamba kama utaamini neno, you will act like the rest of them. Utajiendesha tu kama mmoja wao. You will be a prayer warrior like the rest of them. Utakuwa shujaa wa maombi kama wao. You will walk in the Holy Ghost like the rest of them. Utatembea katika Roho Mtakatifu jinsi walivyotembea. Just saying you are a believer. Lakini kusema tu wewe ni mwamini. But you don't give time to God in your life. Lakini upatie ni wakati kwa ajili ya Mungu katika maisha yako. That one cannot bring you to the voice of God. Hiyo pekee yake haiwezi kuletea sauti ya Mungu. It needs you to put the word in your life. Inakugharimu ama inakuhitaji wewe kuweka neno katika maisha yako. Or take all the word of God in your heart. Kuchukua neno lote la Mungu ndani ya nafsi yako without compromise. Bila kupatana. Because when you compromise one part, kwa sababu wakati ambapo unapatana kwa mahali pamoja, you have been thrown out. Utatupwa nje. So you have to really be sincere. Kwa hivyo inakustake everyone. Inakufaa ukuwe mnyofu wa moyo kuchukua neno lote. Now take time. Na baadaye sasa uchukue wakati to be with God. Kukuwa na Mungu. To have fellowship with God. Kukuwa na ushirika na Mungu. That one you will hear his voice. Hiyo sasa utasikia sauti yake. That is how to hear his voice. Hivyo ndivyo jinsi ya kusikia sauti yake. Many people trust in just believing the scriptures. Watu wengi wanaamini tu kusikia maandiko. They say I believe it's right. Wanasema ninaamini, hiyo ni kweli. That does not bring the voice of God to you. Hiyo haileti sauti ya Mungu kwako. You will need to spend time with God. Unahitaji kuchukua wakati na Mungu. Amen. So that goes together. Hiyo inaambatana.
Amen. So now, Kwa hivyo this is sasa what the prophet says here. sikiliza jinsi nabii anasema hapa. So that is why there are so many believers, Hivyo ndio sababu kuna waaminio wengi, but the voice of God is still scarce. lakini sauti ya Mungu bado ni adimu. Yes. And many people, why? The sacrifice Kwa nini? Kujitolea. of living the word of God the way it is. Kujitolea kuishi neno la Mungu jinsi lilivyo. Taking time with the Lord. Kuchukua wakati na Mungu. That is a sacrifice. Hiyo ni kujitolea. So, if we don't do that, Kwa hivyo kama the tutafanya voice hivyo, of God becomes scarce. sauti ya Mungu inafanyika The adimu. prophet says, Nabii anasema hearing his voice in that day kusikia sauti ya Mungu was wakati a huo rare thing. kilikuwa kitu adimu. There was no open vision, Hakukuwa na maono wasiwasi, and it was a rare thing. na ilikuwa jambo adimu. The real voice of God, Na sauti ya Mungu halisi, because the people had gotten away. kwa sababu watu walikuwa wameondokea. How did they get away? From this, what I'm talking about. Kutokana na hili jinsi They got away from the program of God. waliondokea mpangilio wa Mungu. And that is why Ndio sababu God did not speak to them. Mungu hakuwanenea. Amen. Amen. You want God to speak to you? Je, wataka Mungu akunenee? Don't get away from the scriptures. Usiondokee maandiko. Remain there. Baki ndani ya maandiko. Amen. Amen. And me, I can say, Na sasa mimi naweza sema though we don't have, we have not seen so much, but we have seen the voice of God speak things here. ingawa hatujaona mengi, lakini tumeona sauti ya Mungu kutunenea mahali Because if you hapa. keep to this word, Like wakati ambapo unashikilia neno hili keep to prayer, na uzisikize katika you maombi, may not see a vision, but you can speak things into existence. huenda hautaona maono, lakini unaweza nena maneno yatendeke. Yes. Praise God. Bwana asifiwe. Now, so that becomes the voice of God. Kwa hivyo hiyo inafanyika sauti ya Mungu, Now, so na hivyo sasa we must make sure that the voice of God is not scarce in our midst. waaminio lazima tuhakikishe ya kwamba sauti ya Mungu haifanyike adimu miongoni mwetu. They have gotten away. Wameondokea. This is for every person. Hii ni kwa kila mtu. This is for you and me. Hii ni kwako na If you kwangu. get away from the scripture, Ukiondokea maandiko, you start becoming careless. Unaanza kujiendesha tu Then you bila move kujali. away from giving time to God. Unaondokea kutokana na kupeana wakati kwa ajili ya Mungu. Then Kwa hiyo hapo sasa we don't hear his voice. hatutasikia sauti yake. We come now religious people who just know the word. Tunafanyika tu watu wa kidini ambao wanajua tu neno. We know the message says, the message. Tunajua ujumbe unasema hivi na hivi. But to bring reality of the voice of God, Lakini kuleta uhalisia kuhusu sauti ya Mungu is not possible. haiwezekani. What happened? Nini kinafanyika? He says, Anasema they had a church in that day. walikuwa na kanisa wakati huo. So today let us think about this church Sasa hivi wacha tunaenda kuhusu kanisa hili. that just didn't follow the commandments of the Lord. Lile kanisa ambalo halikufuata sheria za Mungu. They had a minister by name of Eli. Walikuwa na mhuduma kwa jina la Elijah. Elia. And he had gotten away from God. Na alikuwa ameondokea ameondokea Mungu. You remember when we talked last Thursday? Unakumbuka wakati ambapo tulinena You remember what we said? Unakumbuka kile ambacho We were saying every minister must be a Christian. Tulisema ya kwamba kila mhuduma, That one we emphasize by the grace of God. hiyo tutasisitiza kwa neema ya Mungu. A minister first must be a Christian. Mhuduma kwanza lazima akuwe Mkristo. Yes, that means also he must abide by the word also before the ministry. Kabla ya huduma. Yes, because if they don't do that, kama watafanya hivyo, they will block God away watamzuia Mungu from the church, kutoka kwa kanisa. So we say every minister. Kwa hivyo tulisema kila mhuduma, not the preachers only, si mhubiri tu peke yake, deacons, hata mashemazi, the singers, wale waimbaji, the musicians, wale wenye muziki, everyone that does something, Sunday school teachers, wale walimu wa shule ya Jumapili, they must first be Christians. Lazima kwanza wakuwe Wakristo. Eli broke the word of God. Kwa sababu Eli alivunja neno la Mungu kama mhuduma. Brought
a loss in that church. Na ikaleta hasara kwa hiyo kanisa. Yes, so all of us who serve. Kwa hivyo sisi wote ambao tunahudumu. We serve in terms of being gifted with singing. Tunahudumu katika masuala ya kuwa waimbaji. And so many things we do here. Na mambo mengi ambayo tunafanya hapa. There are some leaders. Kuna wale viongozi wa nyimbo. First we must be Christians. Mwanzo lazima tukue wa Kristo. Make sure we have dovetailed with this word. Kuhakikisha kwamba tumeshikamana na hili neno. So that now we can please God. Ili tumpendeze Mungu. So that the power of God may not be far away from us. Ili nguvu za Mungu zisituondoke. Yes, si hata madhehebu wanakuanga na makwaya na nini? Even denominations that have choirs and religions. They still do religions. Bado tu ni ya yes, kidini. But God is not with them. Lakini Mungu hayuko pamoja nao. Mungu aliondokea. Now listen. Basi sikiza. And he got away from God. Akaondokea Mungu. By just teaching the precepts of what the people wanted to believe. Kwa kufundisha tu yale mambo ambayo watu walitaka kusikia. If that isn't a parallel till this day. Je, hii haiambatani hadi siku ya leo? Yes. He just taught the people. Aliwafundisha tu watu. He took his choice ones. Alichukua ile tu chaguo lake. Yes. And he had his sons to take the best of the flesh from there and the hooks and offerings and everything. Na alikuwa na wanawake wa kushughulikia mambo kama hayo. You see? They drop down. And Samuel just careless about the way he handled the commandments of the Lord. Na Samuel anasema hivyo. I think Samuel tu anasema, si ati Samuel ndiye alikuwa sinasema hivyo, you can read it. Inasema hivyo. I'm not just putting it. Hata sinasema so unaona hapo. So you see now that is why if you are a literal person you cannot really get this thing. Unasema hata hii sineno la Mungu. Amen. You know already there are people who say the Pratana was confused. Even in this time, ministers, and they have actually gotten away from God. But the way the Bible is written, amen, and the inspiration, unless you are in that inspiration, you cannot say it. You see that one, and Samuel, careless about the way that he handled the commandments of the Lord, and the real word of God was a rare thing. That one was Eli. Huyo alikuwa Eli. Either Samuel is talking about something or he wanted to say Eli. It cannot be that Samuel alivunja neno hapo. Haiwezekani ya kwamba Samuel he broke the word. Now, that's the way it is today. Hivyo ndivyo ilivyo leo. We go to church and we find people going in and having some great drive. Tunaenda kanisani na tunapata watu wakiingia na wakikuwa na mambo ya kuendesha. Wanaendesha mambo yao. And we want to make our denomination. Na tunataka kufanya madhehebu yetu. This year and so many more. Mwaka huu na zaidi. You want to bring your letter from the church. That's denomination. Nataka kuleta herufi zetu kutoka kanisani. Hiyo ni madhehebu. I was reading this and I was saying it is not far from us. Na nilikuwa nasoma hii na nilikuwa nasema kwamba hapo concentrate on the church. Haiko mbali na sisi watu ambao wametilia maanani kanisani. And say you must come to our church. Unaona wewe lazima ukuje kanisani kwetu. So it comes a membership struggle. Inafanyika mshirika. It's an issue so and so goes there. Ni jambo la kuangazia kama mtu anaenda. It comes a bitter thing. Inafanyika jambo la uchungu. So they concentrate on those things. Kwa hiyo wanatilia maanani mambo kama hayo. You see? That denominations. Hiyo ni madhehebu. Yes, and sometimes we boast of the number of believers we have. Na saa zingine tunajikamba na idadi ya watu ambao tuko nao. People are saying 1 million and a million in 44. I think it was in the year 44 something. 1944. Yes, we want 1 million. Now they concentrated on numbers. Walikuwa wanatilia maanani kuhusu membership. Wanatilia maanani kuhusu ushirika wa church. Ni nani anakuja katika kanisa letu? You see? But that is very far from what God wanted. Lakini hiyo iko mbali sana na kile kitu ambacho Mungu alitaka. The interest of God, nia ya Mungu, is for this world to be alive. Ni kwa hili neno kuwa hai. And to be real. Na kuwa kweli. And people to be ready for the coming of the Lord. Na watu wakuwe tayari ama jitayarishe kwa ajili ya kuja kwa Mungu. Nataka msikie. Msikie katika kanisa hili. Main purpose, main purpose, lengo letu kuu is not membership. Lengo letu kuu si ushirika. Who it goes where? Si kwa nani anaenda wapi na pale. Our purpose is to have a closer walk with God. Lengo letu kuu ni kuwa na kutembea kwa karibu na Mungu.
coming of the Lord. Listen, that Jitayarisha one. kwa ajili kuja kwa Mungu. That one, sikiza kabisa. Hiyo To be ready for the coming of the Lord. hiyo sikia kabisa ya kwamba ujitayarishe That is kuhusu our kuja purpose. kwa Mungu. And that Hiyo is ni why lengo we letu. preach love. Amen. Ndio And sababu we kuhubiri preach upendo. issues of the heart. Na tunahubiri mambo ambayo yanahusiana na moyo. So, that is the way of getting perfect. Kwa sababu hiyo ni njia ya kuwa wakamilifu na kujitayarisha. And if you find some little politics going on in the church, Na ukipata mambo madogo madogo ya kujigamba inaendelea pray kanisani, about it. Kindly cry to God. tafadhali ombeeni jambo hili na That is mlilie not Mungu. happening. Kwa sababu hiyo si lengo letu. People becoming bitter to one another. Watu People wanakuwa they lose the direction. mmoja kwa mwingine. They lose the direction. Wanapoteza mwelekeo. You know, a lot of things moving through the church, backbiting, what here and there. Mambo mengi yanaendelea katika kanisa, kusengenyana hapa na pale, And if the church becomes cold, hadi kanisa linafanyika baridi. very dangerous. Ni hatari sana. Why? Kwa nini? Because the coming of the Lord Kwa sababu kuja kwa Mungu requires a church on fire. inahitaji ama inagharimu kanisa likuwe kwa Requires a moto. church that is so much in love with God. Inahitaji kanisa likuwe kwa upendo So na you Mungu. find politics and differences and here those things that are physical. Really. Kupata siasa hapa na pale na hayo mambo ya kimwili. I don't think I have time for that. Sidhania kwamba niko na wakati Yes, kwa who ajili ya and hayo who, mambo. what you want and what and who is member where and what. I just want to catch Christ. Ningependa tu kumpata Kristo And I want to present Christ to others. That na is my- ningependa kuonyesha Kristo kwa wengine, Yes. And I want to wish that people are ready. na ningependa kuona ya kwamba ama My brother, my kutamani ya kwamba watu sister, wakuwe that is tayari. what matters. Ndugu yangu, dada yangu, It does hiyo not ndio matter inamaanisha. you who is coming here. It Haijalishi does not nani matter the anakuja size of hapa. the church. It matters. It matters for me and you in this church. Inajalisha kwangu mimi na wewe katika If we kanisa are hili. 10, if we are 20, if we are 50, it Kama tuko matters. 10, 20 ama That 20. if the Lord shall call one of us here, are they going to make it? Je, That is watafaulu? what matters. Kama Mungu ataita mmoja wetu, small je, politics. watafaulu? Siasa ndogo ndogo hapa na pale. Hatuna time na hiyo. We don't have time for that. Yes. See? You see that? So, what brother is telling us is that, we want to make our denomination this year, see what? Je, See? unajua tunataka kufanya dhehebu letu mwaka huu likuwe hivi na hivi. So many more. Na zaidi ya hiyo, Yani, bring your letter from the other church. na kuleta herufi. Yani kama ni wewe sasa hama kutoka huko. And unite with us. Na ujiunge na sisi. We want 1 million in 1944. Tunataka milioni 1 We katika, want a big church. tunataka kanisa And kubwa all such as that. na mambo kama hayo. Trying to outgrow the next denomination. Kujaribu kushinda ile dhehebu And in lingine. doing so, Na kufanya hivyo we have let the mass down tumerudisha viwango chini. of the Bible. See, that is why we must look at it. Kwa sababu We lazima have tuliangazie. got away. We have got away Tumeondokea and begin to teach different things. na tunaanza kufundisha mambo tofauti, Yani emphasize different things. kutilia mkazo mambo tofauti. Emphasize different things. Praise God. Bwana asifiwe. And now, Sasa the prophet spoke of these days. manabii walinena kuhusu siku hii, That when they for teaching will teach the man's doctrine and not God's doctrine. ya kwamba watu watafundisha mambo ya watu na si mafundisho ya Mungu. Na si mafundisho ya Mungu. And we see so much of that. Na tunaona mambo mengi kama hayo, And even today. na hata sasa I'm telling you, maybe, I don't know, maybe you might know or you might find out. nawaambia, huenda msijue, There is a lot that is outside the scripture even being taught in message churches. kuna mengi ambayo yako nje ya maandiko hata yanafundishwa katika And makanisa za utume, it is taught na inasemekana in respect of people. kwa kuwaheshimu watu, Yes. In honor of people. kwa kuheshimu watu. See? Instead of people teaching the doctrine of God, Watu wakifundisha badala ya watu kufundisha mafundisho ya they are Mungu, teaching man's doctrine. wanafundisha mafundisho ya wanadamu.
wala kufundisha kile Mungu alisema. Instead of teaching what God said Kutoka ujumbe na Biblia. from the message and the Bible. Sasa I want to preach like Brother Joseph Branham. Sasa now anataka kuhubiri kama ndugu Joseph Branham. Or want to teach what Brother Joseph Branham teaches. Ama nataka kufundisha kile ambacho ndugu Joseph Branham anafundisha kule. So you find people like standing for Brother Joseph Branham. Sasa unapata watu ambao wanasimama kama trying to perpetrate things that Brother Joseph Branham is teaching. Na wanajaribu kuleta mambo ambayo Joseph Branham anafundisha. Getting it from the word. Badala ya kulitoa ama kupata kutoka kwa maandiko. Getting it from what the prophet said. Na kupata kutoka kile ambacho nabii alisema. Doctrines of so and so. Watu wanataka kufundisha mafundisho mtu fulani. Exactly what I mean. Hiyo ndio namaanisha. Yes. But I'm sure. Lakini niko na uhakika. If we take our teachings from the Bible, kama tutachukua mafundisho yetu kutoka kwa Biblia na ujumbe, hatutahitaji kutubu. By the way, kutubu si rahisi. Hasa kwa wahuduma, especially for the minister, kutubu si rahisi. Repenting is not easy. Wachache sana. They are few. Kama Biblia ilivyo. Yeah, the way the Bible it is. Because in the Bible it was 2 out of 2 million. Kwa sababu kwa Biblia walikuwa wawili kutoka kwa milioni. To make ministers and judges repent. Kufanya huduma, kutubu. Catholic has never repented. Wakatolika hawajawahi tubu. 7 days have never repented. Wasabato hawajawahi tubu. So even wrong teaching gets into a larger group of message believers. Kwa hivyo fundisho lililokosa likiingia katika kanisa kundi kubwa ya waaminio, it becomes somebody's thing that people are depending. Inafanyika jambo la mtu ambao watu wanasimamia ama wanalinda. So we must, that is what Eli did and God left the church. Hiyo ndio Elia alifanya. Eli alifanya na Mungu akaondokea kanisa. Sauti ya Mungu ikaondoka. Amen. Now, sasa yes, and we see so much of that, and it is gone so long. When you pray and read this message so much and love and be in love, you will understand these things I'm telling you. Utapambanua haya mambo ambayo nakwambia. Because even you find out hata hivi a few years ago, miaka michache ambayo imepita, great ministers were teaching people in a way that they cannot treat others. Wahuduma wakuu walikuwa wanafundisha watu katika njia ambayo hawangesalamiana. Senior ministers. Wahuduma wakuu. Yes. And do you think those things leave people easily? Je, wajua hayo mambo yanaondokea watu? Unadhania hayo mambo yanaondokea watu kiurahisi? That spirit dies hard. Once it has entered a group of people, mradi imeingia katika kikundi cha watu, it will take great power of God. Itachukua nguvu kuu za Mungu. Neema tu. Yes, talk. Only grace, but it cannot live. However you try to say, brother, we are one, the message says, they will never accept you. Haijalishi jinsi utakavyosema wandugu, unajua sisi ni wamoja ama kanisa ujumbe ni mmoja, hawataki. That group, na wakafundisha kwamba hicho kikundi that backslid, wamerudi nyuma. I don't see such a teaching in the message. Sioni mafundisho yanayoya katika ujumbe. Branham bringing such. Sioni ndugu Branham akileta kitu kama divisions that are so hard. Mgawanyiko ambao ni mgumu sana. Now, sasa. So, today the word of the Lord is rare thing. Kwa hivyo siku hizi neno la Mungu ni adimu. Ni kitu adimu. Mnaamini iko namna hiyo? You believe it is like that? Yes, why? Kwa nini? The word of God, neno la Mungu is this message anointed with the Holy Spirit. Ujumbe huu umetiwa upako na Roho Mtakatifu. The gospel today, injili siku ya leo, is this message with a feeling of the Holy Spirit. Ni ujumbe huu ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Hii ni injili ya leo. It is the gospel of today. And
Na sasa it is rare na ni adimu to put those two together. kuweka mambo haya mawili kwa pamoja. Ni adimu. It's a rare thing. Either it is not taught, huenda haifundishwi or people don't want it. ama watu hawahitaji. It can be taught, Inaweza fundishwa but people don't want to get it. lakini watu hawataki kuipata ama kuichukua. So it becomes a rare quality, Kwa hivyo inafanyika jambo adimu, a rare breed. mbegu adimu. Yes, of people living in the true message and the Bible and filled with the Spirit. Ya kwamba watu wanaishi katika ujumbe wa ukweli na Biblia na wanaishi katika roho. Na Roho Mtakatifu wa kweli. Amen. The true Holy It's Spirit. not just an inspiration. Si tu uisho. Unajua kuna inspiration. You know You can be inspired kuna uisho ambapo and do some few great things. unaweza uishwa na ufanya mambo Maybe you makubwa. prophesy kidogo. Unaweza toa unabii God kidogo. use you a little bit. Mungu But akutumie you kwa cannot kiduchu. produce, at the end of that, you cannot produce the character of Jesus. Lakini mwisho hauwezi ukatoa tabia ya Yesu Kristo. Yes, you cannot produce Galatians 5. Uwezi ukatoa Wakalatia That 5. is still not Christianity. Hiyo bado si Ukristo. So, Christianity Kwa hivyo Ukristo, is actually the word Ukristo ni neno, anointed. neno ambalo limetiwa upako. Praise God. Yes. It is not even signs and wonders. Hata si ishara na maajabu. There is inspiration of signs and wonders. Kuna uisho wa ishara na maajabu. Then there is a change of nature Alafu kuna ile kubadilishwa kwa asili, of the believer, asili ya waaminio, which is done by the Holy Spirit. ambayo inatendeka kwa Roho Mtakatifu. That one is taught in the Bible. Hiyo inafundishwa katika maandiko ama So the Biblia. gospel Kwa hivyo injili is the nature of Jesus in believers. ni asili ya Yesu Kristo katika waaminio. Utakatifu, Holiness, upendo. love, See, that is the gospel. hiyo ndio injili. But sometimes there's a lot of distractions. Lakini wakati mwingine kuna uharibifu mwingi Some sana. people run so much to signs and wonders, Watu wengine wanakimbilia sana ishara na maajabu, but to find Christ amongst them, it is scarce. lakini kupata Kristo ndani mwao ni adimu. You find people who are anointed, Unapata watu ambao wametiwa but they upako, deny the word. lakini wanalikataa neno. Yes. In fact, there are so many Hata hivyo ni wengi sana. anointed singers, Waimbaji ambao wametiwa upako, anointed believers waamini ambao wametiwa upako, who deny the word. wale ambao watakataa neno Never be subject to this Bible. na wasije wakajitiisha katika hii Biblia. Wanashindwa kabisa. They fail. So we can say Kwa hivyo tunaweza sema that is again scarce. hiyo pia ni adimu. Yes. Hao wanakondoo ni adimu. Those sheep or they are scarce. Yes. Those who are like Jesus. Wale ambao Whether they be wako kama prophecy or Yesu. not, whether there is power or not, they are like Jesus Christ. Kama kukuwe na unabii ama usikwe, ama kukuwe na nguvu ama isikwe, wako kama Yesu Kristo. It's a rare thing. Ni jambo adimu. That the Bible says, the message says here that someone can come and say, "Thus says the Lord." Mtu anaweza kuja akasema hivi asema Bwana. Now we have had a lot of impersonations of that. Kwa hivyo tumekuwa na uigaji mwingi kuhusu hilo. Satan is really on the job. Shetani hakika anafanya kazi. That is what I've sung about. Hiyo ndio tunanena kuhusu. Yes, and many he has gone by. Na wengi wanasikia Mungu. People were afraid to say that unless it was the Lord. Watu wamehofia kusema hiyo kama ijapokuwa ni Mungu. Yani people used to be afraid to say that says the Lord. Watu waliofia kusema ya kwamba hivi asema Bwana. God. Ndio aseme kwa kanisa la Mungu. Ati hapo hiyo miaka iliyopita, that those past years, watu walikuwa naogopa kusema Bwana asema hivi. To say that says the Lord. This is what it means here. Hivyo ndio inamaanisha hapa. But today, lakini sasa they don't care. Hawajali.
But it is a rare thing lakini ni jambo adimu to hear the voice of the Lord kusikia sauti ya Mungu and to find a person that can say, anakupata mtu ambaye anaweza sema the Lord spoke to me. Mungu alininenea. You notice that among the people. Unatambua hilo katikati ya watu. You notice that amongst the people anymore that they hardly hear a time when they say the Lord spoke to me. Unatambua hilo miongoni mwa watu na wakati ambapo waliwahi sema Mungu alininenea. Yes, sasa hiyo ndio iko adimu sasa, it is scarce. To hear people say God told me. Kusikia watu wakisema Mungu aliniambia. That is what is rare now. Hilo ndilo jambo ambalo ni adimu sasa. For you and me. Kwa na mimi. Kibera. Kwetu sisi hapa Kibera. Yes. We don't hear so much of God told me. Atusikii watu wakisema kwamba Mungu aliniambia. So that the voice of God is rare among the people. Kwa hivyo sauti ya Mungu ni adimu miongoni mwa watu. When men and women used to pray all night. Wakati ambapo wanaume na wanawake waliishi kuomba. And their homes were set in order. Na maboma yao yakawekwa katika by the book of the Lord. Ikawekwa katika utaratibu na kitabu cha Mungu. First in their home. Mungu alikuwa kwanza katika maboma zao. See, we got too many things ahead of the Lord. Tuko na mambo mengi sana mbele za Mungu. You can't have the prayer meeting. Huwezi kuwa na ibada za maombi. Because Mr. Godfrey is on tonight. Yaani kipindi cha televisheni, siku kuna kipindi katika rununu. Hii iko imekuja. Kama uwezi angalia ile kubwa kuna hii, si ndio? Yes, so anasema you can't have prayer meeting because we love Susie is on tonight, and we say simply like this. Na tunasema hivi, you may not have watched television, but how much on that phone of yours do you see other things apart from the word of God? Ni muda gani unachukua kwa katika hiyo simu yako kufanya mambo mengine kando na mambo ya Mungu? Or some kind of a foolish nonsense like that. Ama jambo lingine la kiujinga kama hilo. Hiyo inaondoa sauti ya Mungu. That one remove the voice of God. To hear Jesus speak to you personally. Kusikia Yesu kwako wewe mtu binafsi. We don't have time to hear the voice of the Lord. Hatuna wakati wa kusikia sauti ya Mungu. And those who do claim to be Christians, na wale ambao wanadai kuwa Kristo, just kneel down on the little prayer like this. Wapige magoti na waseme wabifupi kama hili. Kind of homemade. Ni ile imeundwa kwa ajili ya yani nyumbani hapo, imetengenezwa tu kwa ajili ya hapo. Lord bless me and my family and take care of us. Bwana nibariki mimi na familia yangu na good night. Amen. And the next morning mwema na asubuhi inayofuata inazuia sauti ya Mungu kwetu. And the next morning they rise and say, God just guide us through the day. Na asubuhi inayofuata wanaamka wakisema Mungu tuongoze tu katika siku. Good day. Siku njema. This is not far-fetched. Here iko mbali na sisi. It's not far-fetched. Now that life cannot bring the voice of God. Maisha kama haya haiwezi leta sauti ya Mungu. And we are trying to say here, we need to hear the voice of God. Tunahitaji kusikia sauti ya Mungu. So that when we want to find His will, wakati ambapo tunataka kupata mapenzi yake, we get it. Tunayapata. Yes. And we should wait on the Lord. Na inafaa tumngojee Bwana. You see? We do all the talking. Tunafanya mazungumzo yote. We don't give him a chance to talk back to us. Atumpatie nafasi ya yeye kutunenea. That if we would pray, kama tunaweza omba, and pray until our souls come into the presence of God. Tuombe hadi nafsi zetu zipotelee katika uweponi mwa Mungu. Hiyo nilikuwa nasema kwamba you cannot say you are a believer and don't take time with God. Sinaona ya until sasa you need this time here. Unahitaji wakati wake hapa. That if we would pray and pray until our soul come into the presence of God. Kama tunaweza omba na tuombe hadi nafsi zetu ziingie katika uweponi mwa Mungu. And then just relax and listen to his voice. Hadi na alafu tutulie na tusikie sauti yake. That is why hiyo ndio sababu meetings are good. Prayer meetings are good. Ndio sababu hiyo mikutano mirefu ya maombi ni nzuri. Yes. Now if you have to come to this, na kama utafikia hili kama mwamini, long day prayers,
All night prayers. Hiyo wakati wa usiku wote kwa maombi. Ama ni kama labda yako ni mchana. Whether yours is during the day. You are praying everything. Unaomba hadi umeomba mambo yote. And then you just wait. Alafu unatulia na kungojea. You just wait. Unangojea. Let me tell you the voice of God. Wacha niwaambie sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu. It comes slowly from afar off. Inakuja pole kutoka mbali. If you are rushing, kama unaharakisha, you will not get it. Hautaipata. You must get good time. Lazima ukuwe na wakati wa kutosha. Ya kusema, uombe mpaka umeomba yako yote. You pray until you pray all that was in you. And be perseverant and persistent. Na ukuwe mtu wa kusisitiza. Umeomba leo mpaka umeisha, umechoka na Mungu hajaongea. You have prayed today until you've won na Mungu hajaongea. And God has not spoken. You say, I will be there next time. Au unasema wakati mwingine nitakuwa pale. Perseverant. But Abraham says, Nabii anasema, at least one time God will visit you. Angalau wakati mmoja Mungu atakutembelea. Yes, because he's just and he's caring. Kwa sababu yeye ni mkamilifu na anajali. But we don't really persevere in that prayer. Lakini hatusisitizi katika haya maombi. But there is so many voices today. Lakini kuna sauti nyingi leo that takes the voice of the Lord away from us. Sauti ambazo zinaondoa sauti ya Mungu kutoka kwetu. If we don't get close to God, huenda hatumsongelei Mungu zaidi. There is now voices pressing to us. Sasa kuna zile sauti zingine ambazo zinatufinyilia. Neighbors, kutoka kwa majirani, place of work, mahali pa kazi, some other believers, au kutoka kwa waumini wengine. They are trying to say some things against you. Wanajaribu kusema mambo dhidi yako. So you will live a clocked up. Sasa unaishi kama umefungamana. Changanyikiwa. Unasikia vibaya kuhusu yule alisema nini, neighbor, place of work, una kazi, umekatwa mshahara. Mambo mingi. Huyu bwana yako amesema kitu mbaya juzi. Yaani sasa hiyo itakukubika. That one will. So you need time. Unahitaji wakati. Unahitaji muda to brush away that. Kuondoa hayo mambo. And you have the ability. Na uko na uwezo. You are a child of God. Wewe ni mwana wa Mungu. You have the ability when you go into his presence. Uko na uwezo wakati ambapo unaenda katika uwepo wake. You break away that canopy. Unavunja hizo. Yes, hayo maeneo. You believe that it happens? It goes. When you kneel down, you know those burdens just fly off. Unajua hizo mizigo zinaondoka. Kale hasira kidogo ulikuwa na fly off. That small anger inaondoka. Until you get inspired. Hadi unauishwa. When you get inspired, wakati ambapo unauishwa, this is the time now you talk to God. Huu ndio wakati sasa wa kumnenea Mungu. Talk to him. Kumnenea na kumnenea. Wait for him to speak to you. Kumngojea hadi akunenee. Sauti yake ikunenee. See? Amen. There is a voice of pleasure. Kuna sauti ya kujifurahisha. So many people are listening to that. Watu wengi wanasikiliza hiyo. Wanasikiliza hiyo. Where they can go and have good time. Mahali ambapo wanaweza enda na ukuwe na wakati mwema. Good time. Me, I'm a person who is very careful about a lot of good time and partying. But it's not, I'm not saying it's a sin. But balance. Sisi ya kwamba ni dhambi, lakini kazi yako tu ni kuchukua time ya good time. Tunaenda family meeting pale, tunaenda kwa na marafiki wa kazini zamani, kuchinja mbuzi nini, na auliza hapo Mungu kwa wapi? Where is God in those things? Kwa sababu Mungu hapo uko na balance, anakubalance. Anasema huyu sasa ameenda hii party, ameenda hii harusi, ameenda hii. Sasa ala Mungu anakuangalia ni. Anasema kweli, wewe unanijali kweli? And then God is looking at you. Let the Spirit of God give you that balance. But balance. Kuna roho ya Mungu ambaye inaweka kila kitu kwa mizani. God must be ahead. Lazima Mungu akuwe wa kwanza. Yes. Akuwe mbele yako. Yes. Sometimes when you find the church is full of parties and wakati mwingine ukipata kanisa limejaa sherehe, discussions, meaning, but there is no prayers. Lakini hakuna maombi. People cannot take time to pray.
Watu hawezi chukua wakati wa kuomba. If you would tell them in the name of the Lord. Kama unaweza waambia katika jina la Yesu. How many have been having overnight prayers? Wamekuwa wakikuwa na wakati. They may not have any prayer, overnight prayer, most of them. And they are partying there. Huenda hawajakuwa na wakawa na muda katika maombi usiku. This is not the problem. Pleasure. Lakini wamekuwa na sherehe hapa, furaha. Amen. See? And it actually blocks away the voice, that voice of God. Basi hiyo inazuia sauti ya Mungu. Now I cannot finish this. I want just to summarize and then we continue next time. Siwezi nikamaliza, nataka tu kufupisha alafu tutaendelea na baadaye. Yes, I want to just say as I close. Nataka kusema wakati ambapo the voice of God. Sauti ya Mungu. So important to us. Sauti ya Mungu ni ya muhimu sana kwetu. It will solve your problems. Italeta suluhisho kwa shida zako. It will give you answers. Itakupatia majibu. Amen. Those troubles we have. Hizo shida ambazo tuko nazo. We have in our homes. Tuko nazo katika nyumbani kwetu. I'm telling you. Nawaambia. It will give you an answer. Itakupatia jawabu. Yes. There was a sister, I know my sister, I cannot say the name. Najua kuhusu dada ambaye siwezi nikamtaja. She had a problem with her husband. Alikuwa na shida kuhusu mume wake. The husband had a medical problem. Mume wake alikuwa na shida ya kiafya. Na ilikuwa mzigo kwake. Ilikuwa mzigo kwake. And she thought that she was not going to make it. Na akafikiria kwamba hatawahi faulu. Yani, because you remember that thing that we say, hata katika ugonjwa. Yes. You know that one now you must do it. Hiyo sasa lazima ufanye. Hapo mtu hapa amekuwa kiwete or something like that. Maybe somebody is crippled. You are the breadwinner. You are supposed to take care as your husband in everything. Lazima umjali kama mmeo kwa kila kitu. And we say always on the altar, we say. Na tunasema kila mara katika madhabahu. Na that sister was a spiritual sister. Alikuwa anaona hiyo mzigo ya lazima ni yake. Huyo dada alikuwa kirona, alikuwa anaona. Unajua kuna wengine hawana hiyo. That burden was hers. Hawana hiyo hisia. Kuna wengi ambao they don't have that feeling. You will have problem. So she thought she ought to pray. Tamata weza. Na aliomba. And she prayed. She prayed. She cried to God. God told her, my grace is sufficient. Neema yangu inatosha. Voice from God. Sauti kutoka kwa God. A sister just like you. Dada tu kama wewe. And that burden left. She found it so easy. Na huo mzigo ukamwondokea na akaiona rahisi. In their heart or what? Bila kunungunika ndani ya nafsi yake. And she did her job as a Christian. Na akafanya kazi yake kama Mkristo. Yes, I believe she will get a crown. But some of us neglect our spouses. Lakini wengi wetu tutawadharau na kuacha we neglect. We have heard of brothers who, when the sister becomes so sick, they send them home. Tumeona wandugu ambao dada akiwa mgonjwa sana wanamfundisha kwao. Wanamtuma kwao. Kana mama yako mpaka upone. Go and stay with your mother until when you get well. Yes. You see? Because those people don't know the ways of God. Kwa sababu hao watu hawajui ama hawajui sauti ya Mungu, hawajui Mungu anasema nini. Hawajui Mungu anasema nini. It's not a burden. Si mzigo kwao. But when we know God, lakini yule ambaye anajua Mungu, we get a solution from God. Tunapata jawabu ama solution kutoka kwa Mungu. God is so wonderful. Mungu ni ajabu sana. He can give you strength. Mungu anaweza kupatia nguvu. Give you whatever you want. Mungu anaweza kupatia kile chochote ambacho unataka. Draw close to him. Lakini anataka umsongelee karibu. Brother, sister. Ndugu dada. He can speak to you personally. Anaweza kunenea wewe binafsi. If you have a problem. Kama uko na and you can't do the one the way it says. Na ukuje kupitia kwa neno hili atajibu kulingana na shida yako. Yes, you will answer by voice. He can answer by voice. Atajibu kwa sauti. Anaweza kunenea wewe binafsi. So send someone to speak to you. Ama mtume mtu akunenea. Find it here in the Bible. Ama unaweza lipata hapa katika Biblia. It's inspiration. Na ikuwe imetia uwishi. Find a solution to your problem. Na upate solution kwa ajili ya shida zako. So we need to be people. Kwa hivyo tunahitaji kuwa watu who can listen to God. Watu ambao tunaweza msikia Mungu. Who can hear God. Watu ambao tunaweza msikia Mungu. Yes. And maybe we need to call again the youth meeting again. Lazima because that is mkutano the voice of God. Kwa sababu hii sauti ya Mungu is going to make a brother to know to
find his wife, hiyo ndio itamsababisha ndugu kumpata mke. kujua huyu ndio kutoka kwa Mungu. This one comes from the And the Lord. sister to know this is from God. Na dada ajue huyu ametoka kwa Because Mungu. it is a reality. Kwa sababu ni halisia. If you do not get one from God, you live in hell on earth. Kama utampata mtu kutoka kwa Mungu, utaishi katika jehanamu ndogo hapa duniani. And those things it is easy to divorce. Usifikiri ni rahisi. Na haya mambo ni rahisi kuelewana talaka. That is when you will know God is alive. Hapo ndio utajua Mungu anaishi. That is when you will know these scriptures are alive. Hivyo ndio utajua haya maandiko yanaishi. Tunasema nitakifanya ati akukuwa na vao ni wewe mwingine jaribu. Watu waliharibu ndoa zao wakifikiri ni rahisi. People destroy their marriages They thought ni mtu tunaweza enda kaa huko mimi ndio peke yangu. Wewe. It's not easy. si rahisi. You need God. Unahitaji Mungu. You need God. Unahitaji God Mungu. to give you something. Or you need God to give you grace. Ama unamhitaji Mungu akupatie. To live with that one in the way of God. Uishi na huyo mtu katika njia ya Mungu. Until the Lord comes. Hadi Mungu arudi. Hakuna njia nyingine. There is no other way. Can you imagine walking away from God and going to Satan? Unaweza wazia tu kwenda mbali na kutoka Can kwa you Mungu. imagine you have been a believer? Na unaenda kwa You have shetani. been worshiping God in the spirit. Unaweza wazia tu wewe ni mwaminio, umekuwa kumwabudu Mungu katika roho. Kwa mkono na unasikia vizuri. Alafu sasa unataka kuwaje tena Mungu uende kwa shetani? Do you think hii moyo itakuwa the same? You feel pain, literal pain. Like I don't know, ni kama unakatwa na panga. Na utashindwa na utakaa hivyo. Kama wewe ni wa huko. Yes. So, that's not a simple thing. It needs God. Kwa hivyo si jambo rahisi, unamhitaji Mungu. Unamhitaji Mungu. Yes. So, brothers and sisters, Kwa hivyo ndugu na dada, that are aspiring, they need that voice. wale ambao wanatarajia wanahitaji hiyo sauti. So that they can know this is the way of God. Ili wajue hii ni njia. This is not that. Jesus says, my sheep know my voice. Yesu akasema, kondoo zangu wanajua sauti yangu. If you love God, Kama unampenda Mungu, if you love God, kama unampenda Mungu and you ask Father, na useme Baba, is this the way? je, hii ndio njia? He will answer you. Atakujibu. And tutaendelea next time. We will continue To another show time. that God does not only talk to special people, he can talk to everybody. Kuonyesha kwamba Mungu hawanenei tu watu maalum, anaweza kunenea pia wewe. He can talk to you. Anaweza kunenea pia wewe. Yes. Get you an answer. Na upate jawabu. Then you will live. You will live in heaven on earth. Na basi utaishi katika mbingu ndogo hapa There are duniani. two extremes. It is your choice. Unajua kuna pande mbili na You chaguo can live lako. hell on earth or heaven on. Unaweza ishi katika jehanamu ndogo hapa duniani ama Mbingu ndogo hapa duniani. Na hiyo inategemea kuongozwa na Mungu. And it will depend on leadership of On the God. Lord to help you. Amen. Mungu akusaidie. So Mungu atusaidie. Amen. Yes, let's stand up. Mungu awabariki na tusimame. Oh, sorry, nimeenda sana. We will just sing one song as we take the offerings. Tutaimba wimbo mmoja wakati ambapo tunachukua matoleo. Let's sing 15. Tuimbe namba 15. Say we are marching to Zion. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a sweet Join in a song with sweet song. We are marching to Zion, beautiful Zion. We are marching
hapa Zion, the beautiful city of God. Let all people sing. Who never knew but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, John the promised King, John the promised. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching upward to Zion, for the beautiful city of God. The King of Zion and thousands before we reach the heavenly field, before we reach the heavenly field, the golden streets of the golden streets. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching up to Zion, the beautiful city of God. We are marching to Emmanuel's son. We are marching to Emmanuel's son. To bear our honor, you bear our honor. Oh, we are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let's pray. Oh, Father, we thank you so much for your word, Lord. It's a guide unto our feet, Lord. It's a lamp, Lord, to our feet, Lord. We thank you so much for this word, so rich, Lord. It strengthens, Father. It builds us up, Lord. Sanctifies us, Lord. And Father, directs us to the kingdom of God. Father, we surrender to this word. We pray, Father, that you give us the grace, Lord. Give us the grace to live in it, Lord. Give us the grace to love it, Lord. Oh, to just hang our Lord, our souls there, Lord Jesus Christ, Lord. And look to heaven, Lord, your Father. Oh God, this is not the time, Father, oh God, to look down. This is the time to look, Father, for your coming, Lord. Help each one of us, Lord, to be true to that word, Father, and trust in the coming of the Lord, that you may come anytime, Lord Jesus Christ, Lord. Just help each one of us, Lord God,
Lord, even remember our precious brothers and sisters who are not here. It's tied up, Lord, Father, to the coming of the Lord, the preparation, Father, of that coming, Lord, which you have told us, Father, it is the catching away of the bride. Help us, Lord, to be able to be ready for that, Lord. Father, you have told us in the word of God that, Father, it will take that love, Lord, to be raptured over. Grant each one of us, Lord, so prayer that you will be merciful to each one of us, Lord, to attain the power of the Holy Spirit that comes and brings the love of God in our hearts, that we may be ready for your coming. Father, if we would live here 1 million years and be lost, it will be just a loss of you. But Father, help us to be ready. Each one of us, we claim every brother in this church. We claim every sister in this church for Christ, Lord. Father, the Holy Spirit shall pursue them, Lord. Put a burden in them, Lord, for the coming of the Lord. You bless them wherever they are, Lord, with the presence of God and the stirring of the Holy Spirit. Lord, that they can be true to you, Lord, and be worshippers of you, Lord. And can worship in the Spirit and in the truth, Lord. Grant each one of them, Lord. Let them not be lost to the world. Let them not be caught by the cares of this world. Let them, Lord, be stirred for the kingdom of God and be separated, Lord, Father, from the things of this world. Father, we commit ourselves to thee, Lord. Thou knowest us by name, Father. Thou knowest our going out and our coming in. Everything, Lord, about us is in your hands. So we pray tonight that commit our desires from our hearts, Lord, dear Father. Each one of us standing before you, Lord, with desires, with prayers, Lord. Jesus, we commit them to thee, Lord. We love you, Lord Jesus Christ. We commit our needs, Lord, before you, Lord. May you look down upon our hearts, Lord. And you know the deepest cries and needs, Lord, that we have. And Lord, may you, Father, answer them tonight, Lord. That our joy may be complete. As you say it in the word of God. And your name may be glorified, Father. And when people see us, Father, they see you, Lord. When people hear these things, Father, Lord, they will praise you. So, Father, may you bless us, Father. We remember our precious brethren who are not here. Wherever they are, may you bless them with your presence with them, Lord Jesus Christ, Lord. Father, those who have different needs, Lord, you can stretch forth and touch them over there. Let the love of God just cut their home. Lord, and bring strength, Father. Bring health, Lord. Bring peace everywhere, Lord. Father, even our children and schools, Lord, your Father, with the Holy Spirit be there, Father, to protect them, Lord, and stir their heart for Christ. Lord, at this school, Lord, Father, there is still a coming of the Lord. May you help them, Lord, bless them, Lord. You commit even our neighbors here before you, that, Lord, God, the Holy Spirit, Lord, to touch them, Lord, and put a burden for preparation of the coming of the Lord. Oh, to know that there was some who are living here, Lord, some other times, but today they are not there. This time it is us. But tomorrow we will be there. Help them, Lord, to believe and be ready, Lord. We thank you, we hope, we praise you, Father. Lord, Father, we commit this, Father, offering before thee, Lord. Father, may you receive it, Lord Jesus Christ, Lord, and bless it for the purpose, Lord. May all glory come back to you, Father. May our hands be blessed, Lord. So promise, Father, whatever we touch, whatever we plan, let it prosper in the name of Jesus. Let us be prosper in the city and everywhere we go. Bless our hand and be with us, Lord. Give us strength and health. We honor you, Lord. And we pray now as we part, Lord. May the portion of your grace go with each one of us, Father, until we meet again. In Jesus' name we pray and believe. Amen. God bless you so much. Until we meet again. We are not going to give you any money. God bless you.